Kweli kwanza kama kawaida tuanze na kumshukuru Mwenyezi Mungu ya maandalizi yetu yanaenda vizuri baada ya kumaliza mechi yetu ya juzi dhidi ya JKT Tanzania. Kitu kizuri na kikubwa zaidi ni kwamba wachezaji wote wako vizuri na wote baada ya mechi hatukupata injury yoyote na wote wamerudi kambini kwa ajili ya mchezo wa kesho wa Pamba, na imani hautakuwa mchezo mrahisi, ni mchezo mgumu kutokana na position Pamba walivyo. Wana timu nzuri lakini wako katika hali mbaya ambao watakuja kupambana kuepuka kushuka daraja kiasi kwamba ambayo itatupa mechi kuwa ngumu, lakini yote kwa yote tumejipanga pamoja na ugumu wao na ubora wao tuhakikisha tutapata matokeo kwenye mchezo wa kesho. Swali kwa mwalimu kuelekea mchezo wa kesho, karibu. Cha tatu kama unavyosema, na tulijua kwamba haitakuwa rahisi. Ukiangalia mechi 4 ndani ya siku 10, kila baada ya siku 2, sio kazi rahisi. Wachezaji ni binadamu, ni mashine. Tumetoka kwenye international game, uchovu, tuendelea kufanya rotation, kwa hiyo tulitarajia kuwa ni mechi zitakuwa ngumu, lakini tumejipanga pamoja na ugumu wote wa mechi hizi tutoke na pointi zote 12. Mimi nafikiri ni wakati wote, kwa sababu mechi zetu sisi zote ni kwetu sisi ni muhimu pointi 3 kwa mechi yoyote, na huu ni wakati muhimu kama anavyosema wewe, ili tuweze kuweza kugombania ubingwa na kuweza kupata ubingwa ni lazima tushinde game hizi. Hatuwezi kuruhusu kuweza kudrop point, kwa sababu kisha drop point katika game hizi ni kwamba unatoa gap kwa mpinzani wako kwenda kutengeneza nafasi ya yeye kutetea ubingwa. Kwa hiyo ili uweze kukaribia ubingwa na kuwa karibu kabisa ni kuhakikisha uweze kudrop point katika game hizi za vipozi zilizokuwepo. Tulipata tatizo juzi kwenye warming up, Shamu alitwist ankle na hakuweza kucheza game ile na alikuwa kwenye line up, lakini tunashukuru jana aliweza kuwa vizuri na aliweza kufanya mazoezi na yuko na kikosi. Kwa hiyo kwa hilo ninatupa matumaini makubwa ya kuweza kumtumia mchezaji yoyote tutakayemhitaji katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo hali iko vizuri na morali iko vizuri kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kikubwa naendelee kuwapongeza mashabiki wetu na waendelee kutupa support kama ambavyo wanaozidi kuja, na sisi tutawafurahisha na kuweza kufanya kile kitu kile mwana Simba anahitaji tufanye katika mchezo wa kesho. Shukrani sana mwalimu Selemani Matola. Asante sana. Sasa Ali, karibu uzungumze na wananchi. Asalamu alaykum. Kwa niaba ya wachezaji tumejiandaa vizuri na tupo tayari kwa kukabili timu ya Pamba kesho, na tunakaribisha sana mashabiki waje kutusupport, waje kushangilia timu yao. Tuko tayari kufanya wajibu wetu kama wachezaji. Swali kwa mchezaji, karibu. Kama mchezaji unapopewa nafasi, maana inakuwa kwamba tayari umeshajiandaa, sababu sisi kwenye timu yetu kila mtu yani tunaandaliwa wote kwa aina moja. Kwa hiyo kocha anajua kwamba wachezaji wote wako sawa, ndio maana unamwona kila mtu anayepata nafasi inakuwa sio kitu kigeni kwake, sababu kila mchezaji yupo tayari. Mechi hapo, umeelewa? Kila mechi ni mechi. Kwa hiyo timu zote ni sisi tunazichukulia kwa uzito sawa, sio fulani sio Pamba. Mtu yote atakayekuja kwamba sisi tunamchukulia kwamba tunaenda kucheza mechi, hata mechi ya kirafiki sisi kwetu ni mechi. Neno lolote kwa mashabiki na Simba kwa mchezo? Tunawakaribisha mashabiki waje kufanya wajibu wao, na tunaahidi na sisi tutafanya wajibu wetu, waje kutusupport. Tunaahidi ushindi kesho. Karibuni sana. Asante sana. Shukrani sana. Kikubwa kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama katika jiji la Dar es Salaam, na kwa ujumla maandalizi yameenda vizuri. Tuko tayari kwa mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Swali kwa mwalimu, karibu. Kwenye sehemu ya nafasi ya kwenye playoff, kwa sababu kwanza tumshukuru Mungu kwamba kwenye kama swala kushuka daraja kwetu sisi halipo kwa hivi sasa, kwa sababu naweza kusema timu ambazo zinashuka daraja tayari zimeshaonekana tayari. Zimeshaonekana. Kitu kubwa ni kwamba hatuko katika nafasi nzuri sana, lakini tuko kwenye nafasi ambazo tunapambana. Karibu kila timu inapambana kuhakikisha kwamba inatoka chini kwenda juu, na kwa hiyo sisi kama ulivyosema jawa sehemu nzuri sana kubaki kwamba tuko kwenye msimu ujao, lakini nasema bado ndio mapambano kwa sababu ligi bado tuna mechi 4 mkononi. Kwa hiyo bado nafasi tunayo kuhakikisha kwamba Pamba inabaki ligi kuu. Swali kwa ni mchezo mgumu kwa sababu unakutana na timu ambayo ni nzuri, imefanya usajili mzuri na heshima kwa hilo, lakini kikubwa ni kwamba na sisi pia tuna timu nzuri, tunaandaa vijana vizuri. Basi naamini kwamba kesho kama watafanya yale ambayo tumewaelekeza,
watu wategemea kuona mechi moja nzuri. Hakuna kingine. Kama nilivyosema, unapokutana na timu nzuri zote lazima ujipange vizuri. Sababu Simba kwamba wanacheza mpira mzuri, wana speed nzuri. So tumejipanga kukabiliana kwa hilo. Lakini nasema kwamba tunakutana na timu nzuri na sisi tumejipanga kwa kwamba watu wanakuja kesho uwanjani waone mpira mzuri. Mbali ya mazoezi, kufanya mazoezi kwa bidii, pia unajenga kisaikolojia kuhakikisha kwamba kiakili wao timamu wao vizuri kila wakati. Unajua wanapocheza mechi za mwisho kama hizi, mara nyingi wenye kuamua ni players wenyewe. So tunawajenga kwa hilo kuhakikisha kwamba kila mchezaji anapata nafasi, hakikisha kwamba aipigania Pamba, hakuna kingine. Labda mwalimu kwenye mgozo wa Pamba kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Simba Sports Club. Kikubwa kwamba kwanza naweza kusema kwamba napenda kuambia wananchi wetu wa Pamba ambao wako Dar es Salaam mikoani watuombee dua tufanye kazi vizuri kesho, na wale ambao wako Dar es Salaam kesho kama kawaida yao wasichoke, waje kwa wingi uwanjani kuja kutupa support. Mwisho wa siku tupate alama 3. Shukrani sana mwalimu. Shukrani sana. Sasa naweza kumshukuru Mwenyezi Mungu tufikisha mahali ya salama. Mazoezi tumejiandaa vizuri, tumejipanga kuhakikisha tunafanyia kazi yale maandalizi ya mwalimu alotuelekeza mazoezini tukiwa tumefika siku ya kwanza mpaka hapo leo ambapo tutahitimisha mazoezi ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Swali kwa mchezaji. Ukitoa malengo ya mwalimu na staff kwa ujumla ni kuhakikisha timu tunaibakiza kwenye mazingira ambayo salama ili msimu ujao tuendelee kucheza Premier League. Na hamna jitihada zingine tofauti na kuchukua pointi 3 katika mechi zote zilizosalia na kuhakikisha tunapata alama ambazo zitaweza kubakisha kwenye Premier League msimu ujao. Swali kwa obviously mechi itakuwa rahisi, mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu kutokana na uwezo wa Simba na ubora wa Simba. Simba wana malengo yao na sisi kama Pamba tuna malengo yetu na kuhakikisha tunapata pointi 3. Sisi malengo yetu ya kesho ni kuhakikisha tunapata pointi 3. Labda una neno lolote kwa mashabiki na uongozi wa Pamba kuelekea mchezo wa kesho? Mashabiki nawakaribisha waje walioko Dar es Salaam na walioko wale utaratibu kama kawaida au kutoka mikoa mingine kuja mikoa karibu kuangalia mpira. Nawakaribisha waje, wataona burudani kesho. Asante. Obviously mechi itakuwa rahisi, mechi itakuwa nzuri, mechi itakuwa ngumu kutokana na uwezo wa Simba na ubora wa Simba. Simba wana malengo yao na sisi kama Pamba tuna malengo yetu na kuhakikisha tunapata pointi 3. Sisi malengo yetu ya kesho ni kuhakikisha tunapata pointi 3. Labda una neno lolote kwa mashabiki na uongozi wa Pamba kuelekea mchezo wa kesho? Mashabiki nawakaribisha waje walioko Dar es Salaam na walioko wale utaratibu kama kawaida au kutoka mikoa mingine kuja mikoa karibu kuangalia mpira. Nawakaribisha waje, wataona burudani kesho. Asante. Kama kwenye sehemu ya nafasi ya kwenye playoff, kwa sababu kwanza tumshukuru Mungu kwamba kwenye kama swala kushuka daraja kwetu sisi halipo kwa hivi sasa, kwa sababu pengine naweza kusema timu ambazo zinashuka daraja tayari zimeshaonekana tayari. Zimeshaonekana. Kitu kubwa ni kwamba hatuko katika nafasi nzuri sana, lakini tuko kwenye nafasi ambazo tunapambana. Karibu kila timu inapambana kuhakikisha kwamba inatoka chini kwenda juu, na kwa hiyo sisi kama ulivyosema jawa sehemu nzuri sana kubaki kwamba tuko kwenye msimu ujao, lakini nasema bado ndio na mapambano kwa sababu ligi bado tuna mechi 4 mkononi. Kwa hiyo bado nafasi tunayo kuhakikisha kwamba Pamba inabaki ligi kuu. Swali kwa